CWT, wajibu na haki. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Walimu Tanzania kina idadi ya wanachama 296,867. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza sana serikali ya awamu ya sita kipindi cha pili chini ya uongozi wa mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada anazofanya katika kuboresha elimu kwa ujumla na elimu kwa watoto wenye ulemavu nchini. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan aliyejaa upendo na huruma juu ya wanawake kwa kuongeza siku za likizo ya uzazi kwa watumishi wanawake waliojifungua watoto njiti. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali kwa kutoa miongozo mbalimbali kwa kuwawezesha watumishi wa umma wenye ulemavu ikiwa ni pamoja na walimu wenye ulemavu nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendesha program ya kumtua mama ndoo kichwani inayopelekea walimu wanawake kutochelewa kazini kwa sababu ya kuhangaikia maji. Licha ya jitihada hizo za serikali za kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata elimu kwa kuandikishwa katika shule mbalimbali, lakini kumekuwa na changamoto nyingi zinazowakabili ikiwemo uhaba wa vifaa saidizi vinavyochangia kushindwa kuhudhuria masomo wakati wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuboresha utendaji kazi wa ufanisi kwa walimu na watumishi wengine wenye ulemavu, Chama cha Walimu Tanzania kinapendekeza yafuatayo. Moja, serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifanye jitihada ya kutangaza mwongozo wa huduma kwa watumishi wa umma wenye ulemavu kwa ajili ya wote ili watumishi hao waweze kupata stahiki zao. Mbili, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Chama cha Walimu Tanzania kupitia idara ya walimu wenye ulemavu waandae mafunzo kwa walimu wote wenye ulemavu na wasio na ulemavu nchini ili waweze kuuelewa mtaala ulioboreshwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali na kuishukuru kwa ujenzi wa madarasa takribani 12,000 ambayo yameondoa msongamano wa wanafunzi madarasani kupelekea kazi ya ufundishaji na ujifunzaji kuwa nyepesi. Ndugu mgeni rasmi, inasema kuwa kushukuru ni kuomba tena. Sasa tunaomba mpango wa ujenzi wa nyumba za walimu kutekelezwa ili kusaidia kuepuka madhara tunayokutana nayo walimu wote ikiwemo walimu wanawake na walimu wenye ulemavu yanayotokana na umbali mrefu kuelekea kwenye vituo vya kazi. Pia matumizi makubwa ya nauli, jambo linaloathiri utulivu wa utendaji kazi wa walimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Walimu Tanzania kitaendelea kushirikiana na serikali katika nyanja mbalimbali ili kuboresha utoaji wa elimu nchini. Mwisho, tunaomba utufikishie salamu zetu kwa Rais wetu kipenzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajivunia ushindi wake wa kishindo kwa 98% na rais wa kwanza wa mwanamke tangu uhuru, kwani ilikuwa ni shauku yetu na maombi yetu kwa Mungu wetu kutuwezesha kuongozwa naye tena, kwani matunda yake tuliyafaidi kwa uongozi wake na sasa tunaendelea kuyafaidi. Mungu mbariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania yetu. Mungu ibariki CWT. Mungu mbariki mgeni wetu rasmi. Mshikamano. Asante.